Watu wengi wana ndoto na malengo ambayo wamejiwekea katika maisha yao, lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha binadamu wanaofanikiwa kutimiza malengo yao ni wachache, huku wengi wakishindwa kutimiza malengo yao. Asilimia kubwa ya binadamu wanashindwa kutimiza malengo yao kwa sababu hawajui adui ni nani ambaye anazuia mafanikio yao, na ndio maana wapo wanaopambana kwa jasho jingi lakini hakuna matokeo yoyote ambayo wanayaona katika maisha yao. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia maadui mbalimbali ambao wanazuia usifanikiwe bila wewe mwenyewe kujua, na ninaamini utakapotazama video hii mpaka mwisho, lipo jambo kubwa ambalo utakwenda kujifunza, na kupitia jambo hilo maisha yako yatakwenda kubadilika. Kama na wewe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, amini video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Inawezekana wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Kama ni hivyo, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Wafuatao ni maadui mbalimbali ambao wanazuia mafanikio yako bila wewe mwenyewe kujua. Namba 1, aina ya watu ambao unaambatana nao katika safari yako ya maisha. Zipo nyakati ambazo mwanadamu anaweza kuwa anapambana usiku na mchana, tena kwa kutoa jasho jingi, lakini hakuna matokeo yoyote ambayo anayaona katika maisha yake. Na huo ni wakati ambao asilimia kubwa ya wanadamu huwa wanadhani wamerogwa. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, watu ambao unaambatana nao katika safari yako ya maisha wana mchango mkubwa wa wewe kufanikiwa au kwa wewe kushindwa kufanikiwa. Kama unaambatana na watu sahihi kwenye safari yako ya maisha, lazima utafanikiwa. Lakini kama unaambatana na binadamu wasiokuwa sahihi katika safari yako ya maisha, bado utakuwa na safari ndefu katika kuyafikia mafanikio ambayo unayahitaji katika maisha yako. Kwani binadamu sahihi watakusapoti, watakupa moyo, watakuinua pindi ambapo unaanguka, lakini pia watakupa mawazo mazuri ya namna gani ya kuweza kufikia malengo na ndoto ambazo unazo katika maisha yako. Lakini asilimia kubwa ya marafiki wasiokuwa sahihi, hawa ni watu ambao watakupinga kwa kila kitu, watakuwa wakosoaji wa kila kitu ambacho unakifanya katika maisha yako, watakuaminisha hautaweza kutimiza malengo ambayo unayo katika maisha yako. Kama utaendelea kuambatana na binadamu wa kundi hili, amini usiamini, itakuwa ni vigumu sana kutimiza malengo ambayo unayo katika maisha yako, hautaweza kufanikiwa. Namba 2, mahusiano ya kimapenzi yaliyo kinyume na ndoto pamoja na malengo yako ya maisha. Ukweli ambao mimi na wewe lazima tuukubali ni kuwa kila mwanadamu anayo malengo ambayo anatamani kuyatimiza katika maisha yake. Lakini moja kati ya sababu mbalimbali ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu washindwe kutimiza malengo yao ni aina ya watu ambao wanaingia nao katika mahusiano ya kimapenzi. Kwani ndoa nyingi zimekuwa zikizima maelfu ya ndoto za wanadamu. Binadamu wengi wanapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na watu ambao hawawezi kuzisapoti ndoto zao, kwa sababu mapenzi yana nguvu, basi nguvu ya mapenzi hutumika kuwaondoa watu hao kutoka katika safari ya kuzifuata ndoto zao na kujikuta wakipoteza uelekeo wa maisha. Hivyo, kama utaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye hawezi kuzisapoti ndoto na malengo ambayo unayo katika maisha yako, basi uharibifu mkubwa utatokea katika safari yako ya mafanikio na hautaweza kufanikiwa. Lakini kama utaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye anaweza kuzisapoti ndoto na malengo ambayo unayo, basi safari yako ya mafanikio itakuwa rahisi sana. Nguvu ile ile ambayo ingetumika kuyaharibu malengo yako, ndiyo nguvu hiyo hiyo itakayotumika kuyajenga malengo yako. Utafanikiwa kiurahisi sana kuliko binadamu wengine. Hivyo kuwa makini pindi unapotaka kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu fulani. Namba 3, imani na maono yako ya ndani. Imani yako
ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kikawa adui wako mkubwa wa mafanikio bila wewe mwenyewe kujua. Hebu nikuulize, wewe unapojitazama katika uwezo wako, unautazama vipi uwezo wako na unaamini nini ndani yako? Wapo baadhi ya wanadamu ambao wanaamini wanaweza kufanya chochote na kikafanikiwa katika uso wa dunia, na kwa asilimia kubwa hao ni binadamu ambao wanaweza kufanikiwa kuliko binadamu wengine kwa sababu wanajiamini, na ukishafanikiwa ndani yako, basi kinachofuata utakuja kufanikiwa nje yako, ambapo utakuja kupata mafanikio ambayo yanaonekana kwa macho ya kawaida, kwani chochote huanzia katika imani. Lakini kama wewe ni mwanadamu ambaye hauwezi kujiamini, ndani yako umejawa na wasiwasi na mashaka, unajitazama kama mtu ambaye umekuja duniani kusindikiza wengine, amini usiamini, imani yako itakuwa kikwazo kikubwa katika malengo ambayo unayo katika maisha yako, kwani chochote ambacho unatamani kitokee kwenye maisha yako hakitawezekana kwa sababu haujiamini. Imani ni kila kitu. Hivyo, kama wewe ni miongoni mwa binadamu wasiojiamini, badili mtazamo huo. Anza kujitazama kama tajiri ujae, na utaanza kuwa na mitazamo kama ya watu waliofanikiwa. Hivyo, utajikuta na wewe unaanza kufanya vitu na kuvifanikisha kwa kiwango kikubwa, na mwisho wa siku utakuwa miongoni mwa binadamu ambao wanakwenda kutimiza malengo yao. Namba 4, aina ya mazingira ambayo unaishi. Sababu nyingine ambayo inaweza kuwa adui ambaye anazuia mafanikio yako kimya kimya ni mazingira ambayo unaishi. Inawezekana ukawa unajiuliza ni kwa namna gani mazingira ambayo unaishi yanaweza yakageuka na kuwa adui ambaye anazuia mafanikio yako. Ni kwa sababu ili uweze kufanikiwa kiurahisi, lazima uishi katika mazingira ambayo yanasapoti ndoto zako. Lazima mazingira yako yaendane na mipango na yarahisishe ufikiaji wa ndoto ambazo unazo katika maisha yako. Kama utaishi katika mazingira ambayo yanakukandamiza, mazingira ambayo hayasapoti ndoto zako, utatumia nguvu kubwa sana na inawezekana usiweze kutimiza malengo ambayo unayatamani katika maisha yako. Hivyo, hakikisha unaangalia, je, mazingira ambayo ninaishi na ndoto ambazo ninazo vinaendana? Mazingira yangu ni supportive kwa ndoto zangu? Kuna facilities ambazo naweza kuzitumia katika kutimiza ndoto ambazo ninazo katika maisha yangu? Ukibaini hivyo, endelea kuishi katika mazingira hayo. Lakini ukibaini mazingira ambayo unayaishi ni mazingira ambayo hayasapoti ndoto ambazo unazo, ni vema ukahama katika mazingira hayo, kwa sababu itakuwa ni vigumu sana kuweza kufanikiwa katika maisha yako. Namba 5, kuishi maisha yasiyokuwa yako kwa ajili ya kuwaridhisha binadamu wengine. Wapo baadhi ya binadamu ambao chochote wanachokifanya katika maisha yao huwa wanafikiria watu wengine watawaonaje. Hili ni kosa kubwa ambalo ukilifanya katika maisha yako, utakuwa moja kati ya watu ambao ni vigumu kufanikiwa kwenye maisha yao, kwani kuna wakati utalazimika kuacha kufuata ndoto zako kwa sababu unahitaji kuwaridhisha binadamu ambao wamekuzunguka, na mwisho wa siku utajikuta umechelewa. Hakikisha unaishi maisha yako. Pita katika barabara ambayo inakupeleka kwenye malengo na ndoto ambazo unazo maishani mwako. Kwa sababu hiyo, utakuwa miongoni mwa binadamu waliofanikiwa kuliko binadamu wengine. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Asante, bye. Tukutane katika video ijayo.